Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabla sijasahau, leo tarehe ni 29 mwezi wa Julai 2026, siku ya Jumatano. Nimeonelea nichukue fursa hii katika Iko Wapi Zamani tutoe update yetu, kwa sababu movement ya Iko Wapi Zamani officially mwaka unaelekea watatu tena sasa, na pengine watu wajiuliza hawa jamaa wamefanya nini au wamefika wapi au wana malengo gani? Tega sikio lako nikupe updates vile tunavyokwenda. Imani yetu kubwa kwanza ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa azma ambayo tulioinuilia kuitekeleza ya kuhuisha umma wetu na kurudisha katika zile zama zilizokuwa bora kwetu sisi, kwa sababu wazee wetu walikuwa katika daraja nzuri sana, daraja ya kusifika, daraja kubwa ya mpira, na leo hii sisi tumekuwa ni wanyonge, tumekuwa ni wadhalilifu na ni kama tuliotupwa. Lakini mategemezi yetu ni kwa yule ambaye aliwajalia wale umma wa kwanza wetu ukapata daraja nzuri na hadhi nzuri. Sisi vile vile tunamtarajia yeye inshallah aturudishe. Lakini suala ni je, Mwenyezi Mungu atakusaidia ikiwa wewe mwenyewe nawe hufanyi juhudi zozote? Jawabu iko kwako wewe mwenyewe. Iko Wapi Zamani, malengo yetu sisi yanabakia kuwa ni yale yale, ingawa watu wengi hutarajia kwamba wakianza jambo basi wanakwenda juu chini, usiku na mchana, ili waone matunda yao. Hawajali wao ikiwa watadhulumu, hawajali wao ikiwa watatumia mbinu za ghushi, hawajali wao ikiwa watakuwa ni watu ambao kazi yao ni kuzua balaa, utesi, matusi, bora wao wapate lile lengo. Sisi hatuko katika mfumo huo. Sisi tumejiwekea mfumo, na maadamu tumeweka ruwaza njema kwa jamii yetu ya kufaulu, basi sisi matarajio yetu hata Mwenyezi Mungu akatutukua sisi mbele ya haki tulioanzisha, lakini iko siku watu watakuja kunufaika na mbegu njema tulioipanda. Msingi wa Iko Wapi Zamani, tumesema zamani na tunarudia tena, ni kujitegemea. Kujitegemea kwa maana ya kwamba ulimwengu sasa watu wote wanalia, hali zimekuwa ngumu, hasa kiuchumi, kifedha. Kwa hivyo sisi tunasema hali yetu si matajiri, hali yetu tunang'ang'ana, tuna struggle, lakini twajua maadamu tunafanya jambo kwa ikhlas, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya kupigania vyeo, si kwa ajili ya kukipata kitu bila ya kujali ni njia za halali au ni za haramu, sisi hili tumeliondoa kabisa. Sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu, na iko siku watu watakuja kupata manufaa haya. Tukisema kujitegemea ni kwamba tulianzisha mfumo hapa kwamba watu watoe michango yao ya wanachama. Hii michango ndio itakayo kutufanya sisi tuweze kudumu na tuweze kutekeleza mambo yetu hata kwa njia ya upole na utaratibu. Tukasema kwamba watu wenye kutoa shilingi 10,000, huyo tutampa gold member, na watakaofuata ni silver member ambao watakaotoa 5,000, na tukasema 1,000 ni kwa bronze members. Kwa hivyo ikiwa utatoa mchango wako huo, wewe utakuwa umejisajili kama mwanachama wa Iko Wapi Zamani. Kisha juu ya hii
tuwe tunatoa shilingi 200 kila mwezi. Wengi waliojisajili wakatoa hizi 200 kwa mwaka mzima, yani anangojea mwaka mwingine uje atoe tena 200. 200 ni pesa ambayo tunasema kwamba hata mtu mlala hoi anaweza kujitafutia 200 achangie kiasi awezacho. Na si hivyo tu, bali mwenye uwezo mkubwa, yule ambaye Mwenyezi Mungu amempa fadhila zake za mali, anaweza kudhamini watu 2 watatu kwa hizi 200 akawatolea za mwaka mzima.